tubaki majumbani kwetu, ili yule afisa msafirishaji anaojiita tukamuona yeye ameingia amepata tatizo, sisi kama chama hatutohusika naye. Tumeona hivi leo hii nikaenda kwenye soko lako hapa sasa hivi, nikienda na buku mbili, nyanya anazopata za buku mbili hadi kuzibeba mkono unauma. Lakini kipindi ya siku 5 tumenunua nyanya moja 1000. Tusicheke, si jambo jema, lakini tumesema tu nyanya buku. Leo sisi kwa ya kununua lita mafuta shilingi 10,000. Sasa hebu tuchukulie picha tu lile zoezi, nyinyi serikali mngesema kwamba tukae ndani ya mwezi mmoja ndani, athari zake zingekuwaje? Siku ya tarehe 9 hatutofungua biashara zetu. Hatutofungua kwa sababu tunazo taarifa kwamba wanataka kujaribu kutumia maeneo yetu ya biashara na makundi yetu haya ili waseme machinga walikuwa wanaandamana. Machinga ndio wamechoma Kariakoo. Tunakuhakikishia tunakwenda kuzungumza na wenzetu, na kupitia kusanyiko hili niseme siku ya tarehe 9 hatutofungua biashara zetu, tutabaki majumbani, ili yule ambaye anakuja Kariakoo au kwenye soko nyingine kwa kisingizio cha machinga aende akutane na mkono wa dola. Sisi tunataka amani, tunataka utulivu katika nchi yetu, tunataka utulivu katika maeneo yetu ya biashara. Kariakoo ile leo ikichomwa, Mchikichini hiyo leo ikichomwa, wala ichomwe mali ya Mheshimiwa Rais, wala ichomwe mali ya mkuu wa mkoa, wala ichomwe mali ya mkuu wa wilaya. Unakwenda kuchoma mali za maskini vijana wa Tanzania ambao baada ya hizo vurugu maisha lazima yaendelee. Tutaendelea namna gani? Shughuli zetu hazina bima. Mtu amechukua tenga lake moja la nyanya, umekwenda umechoma, hana bima, hana mtaji, namna gani tunaweza kusurvive kuishi kwa ajili ya familia yake? Ili yule anayetaka kufanya uharamia asitumie kofia yetu ya bodaboda na bajaji kufanya uharamia wake. Na wapongeza, hiyo ni mbele. Jambo la pili nimelibeba, napeleka kwenye vikao mapendekezo yenu. Amesema mwenyekiti wa mkoa na amesema mwenyekiti wa Kariakoo, kwa sababu wanaitamani sana Kariakoo, wanaitamani sana City. Mmesema kwamba ile tarehe 9 wafanyabiashara ndogo wote mnaomba serikali iseme kwamba mfanye shughuli ili wale wanaotaka kufanya uharamia wasitumie nafasi hiyo. Uongo kweli? Asanteni sana. Kwa nini leo hii ukienda Kariakoo ukachoma mzigo, umechoma mzigo wa nani? Wa machinga huyo hapa, si ndio? Ukichoma mzigo ule umechoma mzigo wa nani? Ukichoma duka umechoma duka la nani? La mfanyabiashara. Uongo kweli? Ukichoma nyumba umechoma nyumba ya nani? Ya mfanyabiashara. Kesho yule mfanyabiashara haliki na bima, kwa sababu bima haiwezi kulipa kwa mtu. Yule machinga ambaye mzigo yake iko pale ikichomwa hakuna anayelipa. Hasara ya nani? Ukimtazama nyuma huyo machinga, ukimtazama huyo nyuma bodaboda, ana mama, ana baba, ana shangazi, ana mjomba, ana ndugu.